Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ndugu zangu waandishi wa habari, tumeitana leo hii hapa ofisi za BAKWATA mkoa wa Mwanza. Lengo na madhumuni ni kuja kupasha habari umma wa Waislamu wa mkoa wa Mwanza na wa Tanzania kwa ujumla katika mkoa wetu wa Mwanza kwamba Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza tunawatangazia kwamba leo tarehe 19 ya mwezi wa 6 mwaka 2023 ikiwafik mwezi 30 Dhulqaada, yani mfungo pili mwaka 1444. Na tunasema hivyo kwa sababu jana tarehe 18, kwa maana mwezi 29, mwezi katika mukabala wetu wa Afrika ya Mashariki haukuonekana. Badala yake ni kwamba leo tunakamilisha siku 30 za mwezi wa mfunguo pili. Kwa mazingira hayo, tunautangazia umma wa Waislamu wa mkoa wa Mwanza kwamba Eid al-Adha, yani idi ya kuchinja, kwa lugha nyepesi ya kimazoea idi kubwa, kwa uhakika kwamba leo ni mwezi 30 na ni tarehe 19, hesabu zetu zinaonyesha Eid al-Adha itakuwa tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka 2023, siku ya Alhamisi. Hiyo ndiyo siku ya Eid kwa mujibu wa muandamo wa mwezi, tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka 2023. Hiyo ndio itakuwa mwezi 10 mfungo 3. Kama kawaida BAKWATA mkoa wa Mwanza tunayo mambo ya kuwajulisha Waislamu, na moja ni kuwafahamisha kwamba Eid kimkoa, mbali ya kwamba imetolewa ruhusa, kila msikiti ambao huwa una ada ya kuswali swala ya Eid katika msikiti wake wanaruhusiwa kuswali. Kama watu huwa wanaandaa maeneo mbalimbali wanaruhusiwa kuswali. Lakini kimkoa, Eid kimkoa, na wito huu tunautoa haraka na mapema kwa Waislamu na hususa mashule na vyuo ambavyo vina vijana wa Kiislamu, vina watoto wa Kiislamu. Kuna vijana wetu wa Kiislamu wako boarding katika shule mbalimbali katika mkoa wetu wa Mwanza, ndani ya wilaya Nyamagana na Ilemela. Tuna vyuo vingi katika mkoa wa Mwanza, vijana wetu wako pale kwenye vyuo hivyo. Ni waombe walimu wakuu, mameneja wa shule ama vyuo kuwasaidia vijana wetu usafiri. Kumekuwa na ada na ni utaratibu, vijana hao huwa wanaletwa mahala ambapo wanaswaliwa Eid kimkoa. Kwa nitumie nafasi hii kuwaomba waandalie usafiri na iwe mapema, kwamba swala ya Eid kimkoa itaswaliwa katika viwanja vya Nyamagana. Taratibu za kuomba vibali zinaendelea na zimekwisha anza kama ilivyo ada yetu, na swala hiyo itaswaliwa kimkoa katika viwanja vya Nyamagana. Na tunaweka Nyamagana miaka yote kwa sababu ya ukaribu, ukatikati, kwamba kila anayetoka kwenye kanda zetu 3 za mkoa wa Mwanza, anayetoka ukanda wa Nyegezi, anayetoka ukanda wa Nyakato, anayetoka ukanda wa Pasiasi, Nyamagana anatumia gari moja. Na ikumbukwe swala ya Eid al-Adha inaswaliwa mapema. Swala ya Eid al-Adha inaswaliwa mapema. Hiyo itapofika tarehe 29, yani mwezi 10 Dhulhijja, swala ya Eid ya kuchinja huwa inaswaliwa mapema, si sawa na swala ya Eid al-Fitri. Mnajua kwamba swala ya Eid al-Fitri unakwenda umeftari, lakini swala ya Eid al-Adha unakwenda hujauma chochote. Basi ni wito wangu kwa Waislamu wote kujitokeza mapema, na tumekuwa na ada, tunatangaza muda wa
swala, lakini matokeo yake Waislamu baadhi huchelewa na hututia ugumu, kwa sababu tunaona wimbi la watu wanaoendelea kuja pale viwanjani Nyamagana ni kubwa. Inabidi tufanye subra, tuwasubiri. Leo naomba niwatangazie muda maalumu ambao kwa hakika swala itasimama. Tumekubaliana kwamba kwa jiografia yetu swala ya Idi itaswaliwa saa 2:30 kamili. Naomba nitangaze rasmi kwamba swala ya Idi itaswaliwa saa 2:30 kamili. Muda huo swala ya Idi itaswaliwa, kwa maana itasimama. Lakini niombe nitoe angalizo mapema. Kumekuwa na utamaduni ambao unaendelea kuvunja heshima yetu. Wakati mwingine swala ya Idi, ndugu zangu Waislamu ambao mnaofuatilia, iwe mtaswali kimkoa au mtaswali kwa mwenye maeneo mbalimbali, swala ya Idi ukamilifu wake ni hutuba 2 za Idi. Kwa hiyo ukishaswali zile rakaa 2, unaombwa kubakia umeketi kusikiliza hutuba 2 za Idi. Kitendo cha kuondoka kabla ya hutuba 2, swala yako inakuwa utimilifu wake unakuwa haba na hafifu. Ni kuombe sana Muislamu, tumeona tutoe taarifa hii mapema kuwaomba Waislamu kufuata utaratibu huo. Baadhi huvunja huo utaratibu na huamua kuanza kuondoka, kama kina mama, baadhi ya vijana, na wakati mwingine hata vijana wetu wa mashule huanza kuingia kwenye magari na kuondoka. Swala ya Idi haitimii kwa kuswali tu zile rakaa 2, bali inatimia pia kwa kusikiliza zile hutuba 2. Na ikumbukwe katika hutuba zile 2 kuna ujumbe mbalimbali unaotolewa pale. Wakati mwingine unaweza kuwa ndio ujumbe wa mwaka, na huo ndio ujumbe wa kiongozi mkuu wa Waislamu katika mkoa. Kama imeswaliwa katika wilaya, ndio ujumbe mkuu wa Waislamu katika wilaya. Kama ni kata kadhalika, kama ni msikiti kadhalika. Kwa wito wangu ni kuwaomba Waislamu wote tujiandae tarehe 29 tukiwa hai na salama. Itakuwa siku ya Alhamisi, mwezi huu wa 6, ndio itakuwa siku ya Eid al-Adha, siku ya sikukuu kubwa ambayo kimkoa itaswaliwa katika viwanja vya Nyamagana. Sanjari na hilo, nitoe wito kwa makhatibu wetu, kwa popote itakaposwaliwa swala ya Eid al-Adha, tunaomba, kwa kawaida swala ya Eid ina hutuba zake, basi izungumzwe ile hutuba. Mfano, inaweza ikazungumzwa kisa cha Nabiullah Ibrahim na Ismail, pale ambapo Nabiullah Ibrahim alipoota ndoto anamchinja mwanawe. Hatukatai historia hii kuelezwa, lakini inaweza ikaelezwa umuhimu wa haji, ibada ya haji, kwa sababu katika kipindi hichi ndugu zetu Waislamu wamefurika, wamejazana kwa mamilioni katika nchi ya Saudi Arabia, kule katika mji wa Maka, wakifanya ibada ya haji. Inaweza ikazungumzwa hiyo, lakini yako mambo muhimu. Tumekubaliana katika baraza la mashekhe mkoa wa Mwanza, tumekubaliana mada kadhaa zizungumzwe katika swala ya Eid al-Adha mwaka huu 1444. Swala ya Eid, mbali ya hutuba zile za kiada za kawaida zinazotakiwa kutolewa, lakini tusisahau kuwakumbusha Waislamu juu ya umuhimu wa kutoa zaka, juu ya umuhimu wa kutoa zaka. Zakatu iwe zaka ya mali, zaka ya biashara, zaka ya mifugo, zaka ya makulima, zaka ya madini na kadhalika, kwa sababu hichi ni kitengo ambacho Waislamu wamekiacha, wamekipuuza, kwa sababu imefika mahala tumesahau kwamba ule Uislamu haukamiliki ila kwa nguzo 5, na nguzo ya 3 ya Uislamu ni kutoa zaka. Kwa hiyo kwenye hutuba yetu ya Eid mwaka huu, miongoni mwa hutuba ambazo zizungumzwe, iguswe pia swala la zaka. Lakini kama kawaida tusisahau kuwakumbusha Waislamu umuhimu wa kuchinja. Ibada ya kuchinja ni ibada muhimu sana, na kama ilivyo katika sunna, chinjo linachinjwa baada ya swala. Yani baada ya swala wewe unakuwa umeandaa mnyama wako, ima mbuzi ama kondoo ama ng'ombe, na sheria Uislamu inaelekeza mbuzi ni kwa mtu mmoja, kondoo ni kwa mtu mmoja, lakini ng'ombe mnaweza kuchanga watu 7 na mkachinja ng'ombe mmoja. Ngamia mnaweza kuchanga watu 7 na mkachinja ngamia mmoja, mkawapa watu sadaka hiyo ya nyama. Kwa niombe tu kwamba tujitokeze, kwa sababu wako watu wanategemea uchinjaji mpaka wapate msaada kutoka nchi fulani. Imezoeleka sasa hivi mpaka matajiri ndio watoe. Kumbe swala la kuchinja ni pale ambapo mwenye uwezo. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufundisha kwamba yule ambaye ana uwezo wa kuchinja halafu hakutia nia ya kuchinja, basi ni bora hata kwenye mswala wa swala ya Eid asihudhurie. Muona maneno makali ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo mbuzi katika maeneo yetu, mbuzi safi anayekubalika
kisheria ni shilingi 100,000. Mfano mbuzi na kondoo ama ng'ombe anayetakiwa asiwe na aibu yoyote, awe mbuzi mnono, asiwe ana jeraha, asiwe imekatika sikio. Kwa hiyo hawa mbuzi au kondoo au ng'ombe wanaochinjwa wana sifa maalumu. Kwa hiyo ni vizuri tukayazingatia hayo, na ikiwezekana makhatibu waeleze, kwa sababu uchinjaji kwa kawaida unaanza baada ya swala ya Eid pale, usichinje kabla, inachinjwa baada ya swala ya Eid al-Adha, inaenda kwa siku 3 mbele, zile ayamu tashriq, siku 4 zile wanasema za kuanika nyama, unaruhusiwa kuchinja. Unaweza ukachinja siku ya Eid, unaweza ukachinja tarehe 11, 12 mpaka 13 baada al-asri ukawa unaweza kuchinja. Kwa hilo nalo ningeomba lizungumzwe kwa kina, kwa uzuri, watu walielewe. Lakini jambo jingine ambalo tungeomba liguswe na kuwakumbusha Waislamu ni swala zima la maendeleo ya ujenzi wa vituo vya afya. Msimamo na mkakati wa watu wa Mwanza, Waislamu wa Mwanza, tunajielekeza kwenye kuhakikisha kwamba vituo vya afya vinajengwa iwe itakavyokuwa. Tumeamua kusimama katika hilo. Kama mnavyoona Kiseke tunavyoendelea kule Ilemela, Nyamagana kule Kishiri, Misungwi, Sengerema, Kwimba, Ukerewe, Magu, tunaendelea. Kwa hiyo juhudi za uchangaji, tuna mpango wetu wa door to door au albab bilbab, mlango kwa mlango, taratibu zote zile ziendelee. Ndipo hata tukapaza sauti tukasema maeneo yote yatakayeswali swala ya Eid al-Adha, uko utaratibu tumeelekeza wilaya zetu zote 7 waweke utaratibu wa zile 10% tulizoziweka kwa ajili ya kwenda kwenye maendeleo. Kila wataposwali swala ya Eid al-Adha wahakikisha zile 10% za kwenda kwenye maendeleo kwa maana ya ujenzi wa vituo vya afya zimekwenda. Na wito wangu ni kuwaomba mashekhe wa wilaya, mashekhe wa kata wasimamie swala hizi zaidi, ili kuchukua sadaka hizo na kuzifikisha kwenye akaunti maalumu inaitwa BAKWATA Harambee, ifikishwe hapo ili kazi ya ujenzi wa vituo vya afya kwa mkoa wa Mwanza isisimame. Lakini jambo jingine ambalo ni muhimu lizungumzwe, wasia wetu tunahusia izungumzwe sana swala zima la maadili, kwa maana malezi, nyoko wa maadili katika jamii yetu, katika nchi yetu, katika mkoa wetu. Tuhakikishe tunazungumza namna ya malezi bora, namna ndoa zinavyotakiwa kuishi, namna familia zinavyotakiwa kuishi, namna watoto wanavyotakiwa kulelewa. Kwa kadiri khatibu atakavyoona inafaa, tuguse baadhi ya mambo, na sio lazima tuyazungumze yote. Unaweza ukachukua moja kati ya haya ukayatia kwenye hutuba yako. Almuhimu umma uwe na jambo ambalo unakwenda kulizungumza. Kama kawaida yetu, tunao utaratibu wa kwamba sisi katika mujtamaa mikubwa kama hiyo hatuachi kuendelea kuwahimiza Waislamu na wasiokuwa Waislamu, Watanzania kwa ujumla, kudumisha amani na utulivu wa nchi, lakini mshikamano baina ya Waislamu kwa Waislamu, kuishi bila kujali madhehebu zetu, taasisi zetu, lakini namna bora ya kuishi kama Watanzania bila kujali dini zetu, kwamba huyu ni Mkristo, huyu ni Muislamu, kuishi kwa pamoja, kuonyesha mapenzi. Kama vile tunakwenda kwenye sikukuu ya kuchinja, tunapochinja si Waislamu, si vibaya tukagawa nyama hata kwa ndugu zetu wasiokuwa Waislamu. Lengo ni kutufanya tuendelee kuwa kitu kimoja. Lakini mwisho tusisahau kuiombea nchi yetu, kuiombea amani, kuiombea idumu katika amani, idumu katika utulivu, lakini kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye kwa hakika mambo anayoyafanya katika nchi hii tunayaona kwa macho, na wanasema mwenye macho haambiwi tazama. Japokuwa kuna wajibu wakati mwingine hata anayetazama ni vizuri kumkumbusha kwamba bwana, si lile jambo zuri unaliona linafanyika, basi lione. Ni kama vile mwezi unaweza ukaandama, lakini kuna watu wengine wana macho na wasione. Sasa yale mazuri yanayofanywa na Mheshimiwa Rais ni vizuri kuwakumbusha na kuwafahamisha. Mwisho kabisa, ndugu waandishi wa habari, ningeomba pia kuwatanabahisha Waislamu kwamba tunaingia sasa kuanzia kesho tarehe 20 ya mwezi wa 6 tunakwenda kwenye tarehe 29 ya Eid. Hapa katikati haya yote yanaitwa ni masiku matukufu. Katika masiku, yani katika Uislamu yako masiku ambayo hayapatikani mwaka mzima. Masiku hayo yanapatikana ndani ya mwezi huu tunakwenda kuanza wa mfungo 3. Na hasa hizi siku 10, Mungu wetu hata ndani ya Qur'ani imesema walfajiri walayalin ashiri. Mungu anaapa kwa alfajiri, lakini anayaapia haya
masiku 10. Mwenye kufanya ibada ndani ya masiku haya hupata malipo makubwa sana. Nikusihi Muislamu, nikusihi wewe ambaye ndugu yangu ambaye utakuwa unasikiliza taarifa hii kwamba ikiwa una nafasi na uwezo usiache kufunga saumu. Usiache kufunga katika masiku haya, usikose. Ukishindwa zote hata moja, funga, kithirisha ibada, jikurubisha zaidi kwa Mungu. Na lengo letu ni kwamba sisi Waislamu tunapojikurubisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu, basi iwe sababu ya kuhakikisha kwamba tunapofika mahala tuna shida tukataka kumuomba Mwenyezi Mungu, maombi yetu yaweze kujibiwa kwa haraka. Kwa hiyo wito wangu ni kuwaomba Waislamu tujiandae na swala ya Eid, na kimsingi kama tulivyosema swala ya Eid itakuwa tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka 2023, ambayo ni mwezi 10 mfungo 3, na siku hiyo kwa tarehe yetu naona itakuwa siku ya Alhamisi. Tuhakikishe pia sisi kama Watanzania tunaendelea kuishi kwa amani, tunaendelea kuishi kwa utulivu, lakini nitumie nafasi hii kutoa mkono wa Eid kwa Waislamu wote na Watanzania wote bila kujali imani zao. Niwatakie kheri, niwatakie salama, niwatakie baraka, niwatakie fanaka, lakini mwisho kabisa niendelee kuwahusia Watanzania tuendelee kushikamana, tusiyumbishwe na mtikisiko wote, lakini tusimame pamoja na serikali yetu, tuiunge mkono, tuisaidie, itufikishe katika maeneo mazuri ambayo inayataka. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.